Karibu mpenzi mfuatiliaji wa Music Life TV. Leo tumekuandalia somo la intervali ikiwa ni katika sura ya 12 ya mafunzo yetu. Na mafunzo haya yataletwa kwako nami mwalimu Ayubu Romwald Rwegasila, mwalimu wa muziki na mpiga kinanda. Kabla tujaendelea na somo letu, karibu uweze kubonyeza alama ya subscribe na kisha alama ya kengele ili wa kwanza kufikiwa pindi tunapoweka mafunzo katika chaneli hii. Lakini pia karibu kulike, kucomment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Vitu vya msingi kufahamu ili uweze kuwa mtunzi mzuri, na kabla hujaanza kujifunza harmony, lazima ufahamu kuhusu intervali, triad na chord, mwendelezo wa chord progression, mwendelezo wa melodia, umbo la muziki au music shape, mgeuko wa kwanza wa triad first inversion, muundo wa bass figured bass, mgeuko wa pili wa triad au second inversion, na nota ya mpito passing note. Na mafunzo haya yote tutayatoa kulingana na sura kama ambavyo tumejipanga, yamejipanga hapo kuanzia sura ya 12 mpaka sura ya 20. Na leo tunakuletea sura ya 12 ambayo inahusu intervali. Muhimu kufahamu katika somo la leo la intervali: kwanza, aina za intervali, kiasi na ubora wa intervali, migeuko ya intervali, aina intervali nyepesi na intervali mchanganyiko, milio ya intervali, discord na concord, na aina za nusu toni kwenye intervali. Intervali ni nini? Intervali ni hatua au umbali wa kisauti kati ya nota na nota, au intervali ni umbali wa kimo cha noti uliopo kati ya noti mbili, au ni nafasi iliyopo kati ya noti mbili katika skeli au staff. Kwa kawaida, umbali huo huelezwa kwa kutumia namba. Kwa mfano, kutoka noti C mpaka noti A kuna umbali wa hatua 6. Yaani C yenyewe ikiwa ni hatua ya kwanza, D inakuwa hatua ya pili, E inakuwa hatua ya 3, 4 mpaka tunafika kwenye hatua ya 6 ambako ipo A. Kila intervali hutofautiana jina kulingana na idadi ya toni au nusu toni kati ya nota na nota, na kuna umbali wa nusu toni, toni nzima na kuendelea. Katika kuhesabu umbali kati ya noti, kawaida tunahesabu kila mstari na nafasi kutoka chini kuelekea juu. Hivyo, noti ya kwanza huhesabika kama intervali ya kwanza na noti ya mwisho huhesabika kama intervali ya mwisho, kama inavyoonekana kwenye mchoro wa kwa tutahesabia. Hii itakuwa ni intervali ya kwanza, hii ya pili, ya tatu, ya 4 na kadhalika. Aina za intervali. Tutajifunza aina za intervali ambayo ya kwanza ni harmonic intervali, lakini pia melodic intervali. Na kutoka kwenye hizi aina tutazidadavua aina nyingine zote ambazo huenda unazifahamu kabla hujalipitia somo hili. Kwa hiyo utajipitia harmonic intervali na melodic intervali. Harmonic intervali ni nafasi au umbali kati ya noti mbili zinazosikika kwa wakati mmoja, ndio huitwa harmonic intervali. Noti zinazosikika kwa wakati mmoja ni noti ambazo noti moja huandikwa juu ya noti nyingine kama inavyoonekana kwenye mchoro wa. Kwa hii ndiyo harmonic intervali, kwamba zinakuwepo sauti mbili na zote zinasikika kwa nini? Kwa wakati mmoja kama tunavyoona hapo. Melodic intervali ni nafasi au umbali uliopo kati ya noti mbili zinazosikika kwa wakati tofauti, ndio huitwa melodic intervali. Noti zinazosikika kwa wakati tofauti huandikwa katika stafu kwa kufuatana kama inavyoonekana katika mchoro ufuatao. Measure zenyewe huandikwa kwa kufuatana, ambapo tunaona hapa moja iko hapa lakini nyingine inafuatia hapa. Hii ndiyo melodic intervali.
Aina za intervali. Kawaida intervali hutambulika kwa kutumia majina yanayotokana na umbali au nafasi ya noti kama ifuatavyo. Umbali kati ya noti zinazoandikwa katika kimo kimoja cha sauti huitwa intervali ya kwanza au unison. Umbali wa hatua mbili huitwa intervali ya pili. Umbali wa hatua ya tatu huitwa intervali ya tatu. Umbali wa hatua ya nne huitwa intervali ya nne. Umbali wa hatua ya tano huitwa intervali ya tano. Umbali wa hatua ya sita huitwa intervali ya sita. Umbali wa hatua saba huitwa intervali ya saba. Umbali wa hatua nane huitwa intervali ya nane au oktava. Kiasi na ubora wa intervali. Hizi ndio sifa za msingi ambazo zitatusaidia kugawanya na kuelewa aina mbalimbali za intervali. Katika kiasi cha intervali hutengenezwa kutokana na namba ya noti. Lakini ubora wa intervali hutengenezwa kutokana na umbali. Naomba nielewe vizuri hapo. Kiasi cha intervali hutengenezwa kutokana na namba ya noti, lakini ubora wa intervali hutengenezwa kutokana na umbali. Kwa hiyo tukianza kwenye kiasi cha intervali, majina yafuatayo ya intervali hutumika kuonyesha kiasi cha intervali. Intervali ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba, ya nane na kadhalika. Lakini kwenye ubora wa intervali, kwa sababu tunatengeneza kwa kutumia umbali, majina ambayo tunatumia katika kuziita intervali huwa tuna intervali kuu, intervali kamilifu, intervali ndogo, intervali iliyoongezwa na intervali iliyopunguzwa. Kwa tutaanza kupitia kiasi peke yake, tutapitia harmonic na melodic, lakini pia tutakuja kupitia kwenye ubora wa intervali. Kiasi katika harmonic na melodic. Kiasi katika harmonic intervali. Wakati wote katika harmonic intervali, noti moja huandikwa juu ya noti nyingine. Noti moja huandikwa juu ya noti nyingine. Hivyo, noti hizo husikika kwa wakati mmoja. Kiasi katika harmonic intervali huoneshwa kama inavyoonekana kwenye mchoro ufuatao. Kama tunavyoona hapa. Kwa sababu tumesema kwenye intervali zote zinaimba kwa pamoja, kwa moja itakuwa juu, moja itakuwa chini. Kwa hiyo kama zikiwa hivi itakuwa ni intervali ya pili, hapa ni ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya saba na ya nane au oktava. Na usahau pia kuzingatia kwamba tuna consider ni mstari pia na nafasi. Kiasi katika melodic intervali. Wakati wote katika melodic intervali noti huandikwa kwa kufuatana kutoka noti moja kwenda noti nyingine na husikika kwa wakati tofauti. Hivyo, kiasi katika melodic intervali huonyeshwa kama ifuatavyo. Intervali ya kwanza unison ni umbali kati ya noti zinazoandikwa katika kimo kimoja, naonyesha kama hivi. Mfano kama hapo utaona hizi zote ni unison, zipo katika sehemu moja. Zipo katika kimo kimoja. Hizi mbili zipo katika kimo kimoja. Angalia kwa kuzingatia kila bar. Utakuta zipo katika kimo kimoja. Lakini ukija hapa intervali ya pili ni umbali kati ya noti zinazofuatana kwa hatua mbili. Kwa hapo utakuta kuna hatua ya kwanza zingekuwa hapa pamoja, lakini ipo kwenye hatua ya pili. Hatua ya kwanza ingekuwa hapa, ipo kwenye hatua ya pili. Hatua ya kwanza ipo hapa, lakini hatua ingekuwa ya pili. Hatua ya kwanza, hatua ya pili na kadhalika. Hali kadhalika intervali ya tatu ni umbali kati ya noti zinazofuatana kwa hatua tatu. Mpaka hapa kama tunavyoona, na angalia mstari na nafasi. Mstari huu hapa ya kwanza, ya pili hapa, ya tatu. Hapa ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hali kadhalika hapa kwanza, ya pili, ya tatu, ya kwanza, ya pili, ya tatu. Hali kadhalika intervali ya nne ni umbali kati ya noti zinazofuatana kwa hatua nne kama hapo tunaona hapa. Mecha ni ya kwanza. Ni ya kwanza ambako ni kwenye mstari wenyewe, baada hapo ya pili, ya tatu, ya nne. Hali kadhalika hapa ya kwanza, ya pili kwenye mstari, ya tatu kwenye nafasi, ya nne na hizo zote. Intervali ya tano hali kadhalika inakuwa ni umbali wa noti zinazofuatana kwa hatua tano kama tunaona hapa, huwa itakuwa ni ya kwanza, ya pili, ya tatu hapa kwenye mstari, ya nne kwenye nafasi, ya tano kwenye mstari. Hali kadhalika hapa ya kwanza hapa kwenye
kwenye nafasi ya pili kwenye mstari, ya tatu kwenye nafasi, ya nne kwenye mstari, ya tano kwenye nafasi, hali kadhalika. Hali kadhalika intervali ya sita ni umbali kati ya noti zinazofuatana kwa hatua sita, nazo unazihesabia vivyo hivyo. Intervali ya saba pia ni umbali kati ya noti zinazotofautiana kwa hatua saba, na intervali ya nane au oktava ni umbali kati ya noti zinazotofautiana kwa hatua nane. Kwa hiyo utaona hapo kuanzia kwenye noti ya kwanza mpaka kufika kwenye nyingine, ukihesabu utakuta unapata hatua nane. Kwa hiyo kuanzia hapa ni ya kwanza kwenye nafasi, kwenye mstari mbili, kwenye nafasi tatu, kwenye mstari nne, kwenye nafasi tano, kwenye mstari sita, kwenye nafasi saba, lakini kwenye mstari pia unakuja kupata nane kutoka kwenye hii hapa. Kwa hiyo ni intervali ya nane au oktava. Twende kwenye ubora wa intervali. Ubora wa sauti hutokana na ubora wa intervali. Ubora wa intervali hutegemea na idadi ya nusu hatua kutoka noti moja hadi noti nyingine. Mfano, noti zifuatazo zimeandikwa katika kimo kimoja cha sauti au kiasi kile kile cha intervali, lakini zina ubora tofauti unaotokana na utofauti wa sauti zilizopandishwa na kuteremshwa. Kwa hiyo kwenye ubora wa sauti tunategemea hatua na nusu hatua, ndio hivyo, kutoka noti moja hadi noti nyingine, kwa sababu noti zinaweza zikawa zipo kwenye kimo kimoja lakini zipo kwenye kimo kimoja lakini zinatoa sauti tofauti. Kwa tukiangalia hapa kwenye kielezo hiki tutaona mfano hapa tukisema tuhesabu hatua zitakuwa zile vile sita, lakini hapa zitakuwa vile vile, lakini kwenye ubora wa kusikika, inavyosikika intervali hii ni tofauti na inavyosikika hii, ni tofauti na inavyosikika hii, ni tofauti na inavyosikika hii, pia ni tofauti na inavyosikika hii, na huo ndio ubora wa intervali. Kwenye ubora wa intervali tutapitia hatua tano, tutapitia aina tano za intervali kutokana na ubora wa intervali, ambapo aina ya kwanza ni intervali kamili au perfect interval. Aina ya pili ni intervali kuu au major interval. Aina ya tatu ni intervali ndogo au minor interval. Aina ya nne ni intervali inayozidi au augmented interval. Aina ya tano ni intervali iliyopungua au diminished interval. Tukianza na aina ya kwanza, intervali kamilifu. Intervali kamilifu, aina hii ya intervali huonyeshwa kwa kutumia herufi P au perfect interval. Hivyo kuna umbali wa intervali ya kwanza, ya nne, ya tano na ya nane. Hivyo perfect unisound ni umbali wa hatua sawasawa ambazo zinakuwa kwenye level moja. Baada hapo tutakuwa tuna perfect 4 ambao ni umbali katika hatua ya 4, perfect 5 P5 ni umbali kwenye hatua ya 5 na P8 ni umbali wa hatua 8. Kwa hiyo ili iwe intervali kamilifu inakuwa kwanza ipo unisound, ipo sehemu ya kwanza, au ipo kwenye hatua ya 4 au ya 5 au ya 8 ambayo ni oktava, kama ambavyo tunaona kwenye kielezo hiki hapa. Kwa kwenye intervali kamilifu au perfect interval inatokea ambako kama zinakuwa hivi kwa pamoja, sehemu moja ama kwenye hatua ya 4 ama hatua ya 5 ama hatua ya 8. That is hiyo ndiyo intervali kamilifu au perfect interval. Intervali kuu. Intervali kuu ni aina hii ya intervali huoneshwa kwa kutumia herufi M au major interval. Intervali nyingine zote zinazobaki kutoka kwenye intervali kamilifu huitwa intervali kuu, ambazo ni intervali ya pili, ya tatu, ya sita na ya saba. Tukiangalia hapa tumeona kuna hii ya kwanza, ya 4, ya 5 na ya 8. Hizi ndio perfect. Lakini tukija kwenye intervali kuu tunasema ambazo zimebakia ndo zinakuwa nini? Intervali kuu kutoka kwenye intervali kamilifu, ambako ni ya pili, ya tatu, ya sita na ya saba, na huandikwa kwa kutumia M. Utakuta M2 humaanisha intervali kuu ya pili, M3 humaanisha intervali kuu ya tatu, M6 humaanisha intervali kuu ya sita na M7 humaanisha intervali kuu ya saba, kama ambavyo tunaona kwenye kielezo hiki hapa. M2 ndio hii hapo, M3 hii hapo, M6 hii hapo, inakuwa na
na hatua 6 na nafasi 6, lakini M7 ndio inakuwa kama ambavyo tunaona hapa. Intervali iliyopunguzwa. Intervali iliyopunguzwa, aina hii ya intervali hupatikana baada ya kuteremsha kimo cha noti katika intervali kamilifu kwa umbali wa nusu hatua. Inapatikana baada ya kuteremsha kimo cha noti katika intervali kamilifu kwa umbali wa nusu hatua. Pia intervali hii huonyeshwa kwa kutumia herufi D au diminished interval. Kwa kutoka kwenye intervali kuu ambayo tumeisoma hapo nyuma, tunateremsha kwa nusu hatua, tunapata diminished interval au intervali iliyopunguzwa kama ambavyo inaonekana kwenye kielezo kifuatacho. Hii ndiyo diminished. Kwa hiyo tutakuwa tuna ya pili iliyopunguzwa, tutakuwa na ya 4 iliyopunguzwa, tutakuwa tuna ya 5 iliyopunguzwa, lakini pia tutakuwa tuna ya 8 iliyopunguzwa. Kwa kama ambavyo tumeona hapo, ni maisha hii unaweza ukalifaa kule kwenye perfect interval au interval kamilifu. Baada ya hapo unazipunguza zile interval kamilifu, hapo ndo unakuwa umepata nini? Umepata intervali iliyopunguzwa. Baada ya hapo, intervali iliyoongezwa. Intervali iliyoongezwa, aina hii ya intervali hupatikana baada ya kupandisha kimo cha noti katika intervali kamilifu na intervali kuu kwa umbali wa nusu hatua. Tunapandisha kimo cha noti katika intervali kamilifu na intervali kuu kwa umbali wa nusu hatua. Kwa hiyo tunachukua zote, ile kamilifu perfect pamoja na ile meja au kuu, tunazipandisha kwa nusu hatua, na hapo tutapata intervali iliyoongezwa. Pia intervali hii huonyeshwa kwa kutumia herufi AJU, augmented interval, ambapo tunaona kwenye kielezo kifuatacho. Kwa utakuta hapa ni zote mbili, kamilifu pamoja na intervali kuu, zote tumeziongeza kwa tumezipandisha kwa umbali wa nusu hatua. Kwa utakuta tuna ya kwanza imepandishwa kwa nusu hatua, ya pili kwa nusu hatua, ya tatu kwa nusu hatua, ya 4 kwa nusu hatua, ya 5 kwa nusu hatua, ya 6 kwa nusu hatua, ya 7 kwa nusu hatua, hali kadhalika ya 8 kwa nusu hatua, na hapo tunapata augmented interval. Intervali ndogo. Intervali ndogo ni aina ya intervali ambayo hupatikana baada ya kuteremsha kimo cha noti katika intervali kuu kwa umbali wa nusu hatua. Inapatikana baada ya kuteremsha kimo cha noti katika intervali kuu kwa umbali wa nusu hatua. Kwa hiyo hapa tunateremsha nini? Tunateremsha intervali kuu. Usichanganye na intervali iliyopunguzwa ambayo yenyewe tulikuwa tunateremsha kimo cha noti katika intervali kamilifu kama ambavyo tulisoma hapa. Hii kwenye intervali ndogo tunateremsha kimo cha noti katika intervali kuu kwa umbali wa nusu hatua. Kwa intervali ndogo huonyeshwa pia kwa kutumia herufi m ndogo au minor interval, kama ambavyo tunaona hapa. Kwa hapa tutakuwa tuna iliyoteremshwa ya pili, iliyoteremshwa ya tatu, iliyoteremshwa ya 4, ya 6 na iliyoteremshwa ngapi? Ya 7 kwenye intervali ndogo. Kwa hapo tunakuwa tumeshazipitia aina 5 za intervali kulingana na ubora wa intervali. Migeuko ya intervali au interval inversion. Hii hutokea pale noti ya sauti ya juu inapokuwa chini na noti ya sauti ya chini inapokuwa juu. Kunapotokea migeuko, milio nayo hulia tofauti au hubadilika, japo nota ni zile zile. Mfano, tukiangalia katika kielezo hiki, hapa tulikuwa tuna C na G, lakini baada ya kugeuza ikawa G ikawa juu, C ikawa G ikawa chini, C ikawa juu. Hali kadhalika hapa tuna D na C. Baada ya kugeuza ikawa C, D. Kwa hiyo inakuwa imegeuka, lakini imegeuka na kwa kufanya hivyo inakuwa imefanyaje? Imebadilisha hata mlio. Na mgeuko hii ya intervali huwa na athari mbalimbali katika mpangilio wa intervali.
Zifuatazo ni athari za migeuko katika migeuko ya intervali. Athari ya kwanza, intervali kuu au meja ikigeuzwa inakuwa intervali ndogo au minor. Intervali kuu ikigeuzwa inakuwa intervali ndogo au minor. Kwa mfano hapo tukiangalia hapa intervali kuu ya 3 kama ambavyo imeandikwa hapo, ikigeuzwa inakuwa intervali ndogo ya 6 kama ambavyo tunaona. Athari ya pili, intervali ndogo au minor ikigeuzwa inakuwa intervali kuu meja. Intervali ndogo minor ikigeuzwa inakuwa intervali kuu meja kama ambavyo tunaona hapo. Intervali ndogo ya 6 ikigeuzwa inakuwa intervali kuu ya 3 kama ambavyo tunaona hapa. Nimesha mfano wa juu na wa chini ni huo, lakini tumezigeuza. Intervali kamili au perfect ikigeuzwa hubaki kamili au perfect. Intervali kamili au perfect ikigeuzwa hubaki kamili au perfect. Kwa mfano hapa intervali kamili ya 5 ikigeuzwa itatupatia intervali kamili ya ngapi? Ya 4. Kwa hiyo inabaki kamili vile vile. Intervali inayozidi au augmented ikigeuzwa inakuwa intervali iliyopungua au diminished. Kwa mfano intervali inayozidi ya 6 ikigeuzwa inakuwa intervali inayopungua ya 3. Hali kadhalika athari ya 5, intervali inayopungua ikigeuzwa inakuwa intervali inayozidi. Kwa mfano intervali iliyopungua ya 3 ikigeuzwa inakuwa intervali iliyozidi ya ngapi? Ya 6. Kwa utaangalia na hapa mfano ni ile lakini inatofautiana. Tumeipishanisha, tumesha ambao kwenye intervali kuu ikiwa hivi, kwenye augmented ikiwa kwenye intervali iliyozidi ikiwa hivi, kwenye iliyopungua inakuwa hivi. Hali kadhalika ile ambayo ilikuwa imepungua huku ukibadilisha kwenda kwenye iliyozidi ukipangua inakuwa kwenye intervali iliyozidi kama ambavyo tunaona hapo kwenye mifano. Intervali nyepesi na intervali mchanganyiko. Intervali nyepesi ni intervali yoyote inayopatikana ndani ya oktava. Intervali yoyote inayopatikana ndani ya oktava. Mfano tukaangalia katika kielezo hiki, zote zinapatikana kwenye oktava moja. Hizi wote tunaziita intervali nyepesi. Hali kadhalika intervali mchanganyiko ni intervali yoyote inayopatikana nje ya oktava. Mfano kama tunavyoona hapa, hii ni kuu ya 9, hii ni ndogo ya 9, hii ni kamili ya 11, lakini zote zinapatikana tofauti, inapatikana nje ya intervali na huitwa mchanganyiko au compound intervali. Milio ya intervali. Intervali hugawanyika sehemu kuu mbili kulingana na milio yake. Kuna intervali concord na discord. Concord interval, hii ni intervali ambazo husikika vizuri kwa wakati mmoja. Intervali zinazosikika vizuri kwa wakati mmoja huitwa consonant au consonances. Yaani zinakuwa na ulinganifu wa sauti kama inavyoonekana kwenye mchoro huu hapa. Mfano hizi intervali huitwa concord interval. Discord interval. Intervali hizi zinakosa ulinganifu wa kisauti na husikika vibaya na hutengeneza sauti ya vurugu au msukosuko na huitwa dissonance kama inavyoonekana katika mchoro huu hapa. Sauti za namna hiyo zinasikika vibaya na huleta vurugu katika muziki. Aina za nusu toni kwenye intervali. Kwenye intervali kuna aina mbili za nusu toni. Nusu toni ya diatonic na nusu toni ya chromatic. Nusu toni ya diatonic, hii ni nusu toni inayopatikana katikati ya nota mbili zenye majina tofauti ya kiherufi. Zenye majina mawili ya kiherufi. Zenye majina tofauti ya kiherufi. Kwa mfano kutoka hii C na hii D. Hii ni nusu toni ya diatonic kwa sababu zote zina tofauti. Hii ni C kali, hii ni D. Ndio. Hali kadhalika hapa hii ni B pungufu, hii ni A.
Hii ni F kali na hii ni G. Hizi huwa tunaziita ni nusu toni za diatonic. Lakini tuna nusu toni za chromatic. Anasema ni nusu toni inayopatikana katikati ya noti tofauti lakini yenye jina moja la kiherufi. Kwa mfano, hii ni F na hii ni F kali au F sharp. Hii ni D na hii ni D kali au D sharp. Hii ni G na hii ni G kali. Kwamba zinakuwa zinatofautiana umbali wa kisauti, yani kama kulingana na hii inakuwa imepandishwa lakini zinakuwa zina jina moja. Kipindi kijacho tutajifunza sura ya 13 ambayo itahusu triad na kodi au triads and chord. Kama ni mara yako ya kwanza kufuatilia, karibu uweze kubonyeza alama ya subscribe ili wa kwanza kupata mafunzo yetu pindi yanapokuwa hewani, lakini pia karibu kulike, comment na kushare ili mafunzo haya yaweze kuwafikia watu wengi zaidi. Music Life, Joyful Life. Muwe na wakati mwema.